Sawa. Nilisema kwamba kwenye kila mizozo kimataifa kuna maslahi ya kiuchumi, na kwenye kila vita au pale ambapo majeshi ya nchi moja yanapenda kwa nchi nyingine, sio tu kuna kulinda kinachoitwa kitaalamu territorial integrity, lakini zaidi sana wamekuwa wakienda kusecure economic interest, na kwamba kwenda kulinda na kufikia maslahi ya kiuchumi. Kwa hiyo tunachokiona kwa mfano katika eneo la Mashariki ya Kati, ukiwaza kimkakati, ukiwaza kihistoria, ukifikiri kwenye chanzo, ni kwamba inakuonyesha namna gani kwamba ni eneo ambalo limekuwa likivutia zaidi kwenye maslahi makubwa ya kiuchumi. Sasa kitendo cha Nicolas Maduro wa Venezuela kuweza kuingia mkataba na Wachina na shirika la China ambalo linaitwa Chinese National Petroleum Limited kwamba kuyauza mafuta hayo kwa kutumia sarafu ya yuan iliwatisha sana wa Marekani, na kitendo cha nchi ya Iran kuweza kusaini mkataba kuyauza mafuta yao kwa kutumia sarafu ya yuan vilevile iliwatisha sana wa Marekani. Sasa ukiwaza sasa katika mtazamo wa kimkakati, ni kwamba inakuonyesha kwamba Marekani alichoenda kukifata kwa mfano Venezuela sio kuwalinda demokrasia, sio haki za binadamu, wala sio kwenda kusema kwamba madawa ya kulevya, kwa sababu kitakwimu Venezuela inaingiza katika nchi ya Marekani 3% tu, ukikompea kwa mfano na Mexico au Colombia zaidi ya 15% kwa 17%. Kwa nini wameenda kumtoa Maduro? Kwa sababu Maduro alienda kusabotage hegemonic power ya Marekani. Ukiacha kwamba kile ambacho kinachosema kwamba kinachoitwa kwenda kuprotect Monroe Doctrine au kwenda kulinda kinachoitwa Western Hemisphere, lakini still bado wamekuwa wakienda kulinda na kufikia maslahi ya kiuchumi. Kwa hiyo mikataba hii miwili kwa kweli ndio imewaponza, naweza nikasema, Irani pamoja na nchi ya Venezuela. Kwa hiyo ilikuwa ni kama domino theory, yani baada ya kuondoka kwa Maduro, kuchukua Maduro, what next, kwamba ilikuwa ni Iran. Baada ya Iran, what next? Wana mpango kuelekea Cuba, tazama. Na baada ya Cuba, kwa maoni yangu, nafikiri kutakuwa kuna mkakati mkali sana katika hizi nchi za Sahel, kuanzia kwa Assimi Goita Mali, Captain Ibrahim Traore Burkina Faso, wakina Tishani pale Niger, tazama pale wakina Bongo pale Gaboni, zile nchi ambazo zilifanya mapinduzi, kutazama ambazo ziliwafukuza wanajeshi wa Kimarekani, ziliwafukuza wanajeshi wa Kifaransa, na wakabadilisha mtazamo wao, wakaenda katika mtazamo wa Urusi na wa China. Kwa hiyo inakuonyesha kwamba namna gani maslahi ya kiuchumi yanasimama kwanza, zene na kuja maslahi mengine au ya kisiasa na haki za binadamu ambazo zimekuwa zikisema. Kwa hiyo Marekani kwenda Iran kistratejia ni kwenda kulinda maslahi ya kiuchumi, na ndio maana anamtaka kumweka Raza Paharavi ambaye atakuwa anafata liberal value. Na lazima tufahamu kitu kimoja kwamba hizi liberal value za kimagharibi zimetengenezwa kwa akili kubwa sana, na watu wamekuwa wakizilinda. Unafahamu kwamba uchumi unatakiwa uweze kulindwa. Mikataba hiyo kwa mfano ya Petrodollar Agreement mwaka 1973, King Abdullah, Henry Kissinger, mikataba kwa mfano hiyo ya kuweza kuprotect na kulinda maslahi ya Kimarekani, ni mikataba ambayo kitazama imeanzishwa na inalindwa kwa akili kubwa. Kwa hiyo mtu yote ambaye anakuja hapa ku overthrow, kujaribu kuondoa, kujaribu kuja na mtazamo mwingine, amekuwa akipitia changamoto kubwa sana. Na ipo dhana ambayo inaitwa Pax Americana. Pax Americana hii ni mojawapo ya doctrine ya Marekani, kwamba wanaamini kwamba Wamarekani wanaamini kwamba madini yote, dhahabu, madini ya kimkakati, wamepewa ruhusa wao kumiliki. Naulia tena, madini, dhahabu, rasilimali muhimu, gesi, wao ndio wamepewa ruhusa na Mungu kumiliki, na hiyo wanaita ni manifest destiny. Manifest destiny, kwamba Mungu amewapa ruhusa ya kwenda kutunua mipaka, kwenda kutafuta rasilimali ili mwisho wa siku waweze kuzitumia kwa ajili yao wenyewe. Hiyo ni mojawapo wa doctrine
Ndio maana unashangaa Trump anaenda Venezuela, atakwenda Colombia, atakwenda Cuba, ana mpango kuelekea sasa hivi of course sasa hivi ameelekea Iran, anazitisha nchi fulani. Kwa hiyo anaamini katika hiyo manifest destiny. Sasa hii maana yake nini? Maana ni kwamba sasa ule mkakati ambao umekuwa ukiongozwa na nchi za Mashariki ambao unajulikana kama ni global power shift, yani kuhama kwa nguvu za mamlaka za dunia, ni mkakati ambao kiutazama umekuwa hauwezi kutimia kwa sababu unaenda kufikia au kukwamishwa. Ndio maana Trump anasema kwamba this is the golden age, kwamba hiki ni kipindi cha dhahabu, ni kipindi ambacho tunakuja kurudisha nguvu, ustaarabu, heshima ya taifa la Marekani. Ni kipindi ambacho tunakuja kurudisha, tunasema ile identity, kwa sababu nakumbuka Trump sila yake hiyo ni ya MAGA, Make America Great Again, ambayo imetengenezwa na wafidhina Heritage Foundation, ambao wanaamini kwamba wanahitaji kulinda misingi, wanahitaji kuhakikisha kwamba wanaendeleza utamaduni wao wa Tanzania wa Marekani kuendelea kuwa taifa kubwa zaidi duniani. Wanaendeleza utamaduni wao wa nchi yao kuendelea kuwa taifa kubwa zaidi duniani. Kwa hiyo huu umekuwa ni mkakati wao mahususi ambao unaitwa wa Manifest Destiny, kupanua mipaka. Sasa okay, tunatokaje hapa au tutegemee dunia na namna gani? Mimi nimekuwa nikifanya vipindi vingi sana hapa Tanzania, na tunasema mchambuzi mzuri lazima awe na uwezo wa kutabiri na ukuja. Ukiangalia ukitazama dunia, maeneo yote potential yamekuwa yakigombaniwa. Naposema maeneo potential, maeneo ambayo ya kimkakati ambayo yanakupa power politics. Kuna klipu zangu za nyuma nimezungumza kuhusu habari za siasa za kijiografia na power politics, kwamba kwa mfano leo hii Israel ameenda kuitambua Somaliland. Kwa taratibu za Umoja wa Mataifa na AU, Somaliland ni eneo la shirikisho Somalia, lakini kwa sababu kuna international checkpoint ya Bab el-Mandeb ameenda kuitambua Somaliland. Lakini leo hii kwa mfano Greenland tunafahamu ni eneo potential katika ukanda wa Arctic. Marekani anataka kuchukua Greenland na anasema kwamba make Greenland great again kwa mtazamo wa Trump. Lakini unaona sasa hivi kwa mfano katika bato kubwa ambayo inaendelea katika mlango bahari wa Hormuz, kihistoria bato kubwa ambayo ilitokea katika Suez Canal, kihistoria bato kubwa ambayo kimsingi ilitokea katika Cape of Good Hope, rasa Tumaini Njema. Okay, Trump alisha kusema kwamba wanahitaji kudhibiti mfereji wa Panama, Mexico, ambao wanasema kwamba wao ili ni eneo lao la kihistoria. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba tunapitia dunia ambayo maeneo ya kimkakati, maeneo madhubuti yamekuwa yakigombaniwa, yakidhibitiwa na yakilindwa. Na ili uweze kuwa na power politics, ili uweze kuwa na hiyo taswira sasa kama wenyewe wanavyoita, unahitaji kuweza kuwa na ushawishi kuna maeneo mbalimbali. Haupimwi taifa kubwa kwa kilele mama, yani taifa kubwa unapimwa kwa kuweza kuwa na udhibiti, kwa kuweza kuwa na ushawishi, kwa kuweza kuwa na some kind ya influence katika maeneo fulani ya kimkakati. Kuna utajiri, kuna uchumi, kuna jeshi, rasilimali, soft power, hard power, kuna ushawishi, kuna hegemonic power. Haya ni maeneo ambayo yamekuwa yakitafsiri au yakitoa taswira nani anaweza kuongoza utaratibu wa kimataifa. Kwa hiyo unahitaji kuweza kuprotect haya mambo, unahitaji kuweza kulinda, kuchochea, hata sometime kuondoa wale ambao wanahisi wanakwamisha katika mpango wao. Kwa hiyo na binafsi yangu naweza ngasema kwamba naona namna gani kama watu ambao wataendelea kukwamishwa, tutaendelea kuona ile dhana ambayo inaitwa domino theory, yani watu ambao wanakwamisha mkakati au mpango kazi wataendelea kudhibitiwa hata kuondolewa. Na kihistoria imefanyika hiyo, kwa mfano Kongo, imefanyika kwa mfano hiyo Sudan, kwa mfano imefanyika kwa mfano hiyo Libya, Syria wakina Assad, Afisa al-Assad, Bashir al-Assad, kote imefanyika. Kwa sasa the golden age ni mkakati wa kurudisha nguvu za taifa la Marekani. Nafikiri nitajua kuzungumza namna gani hatua za Marekani ni pigo kubwa sana kwa China na pigo kubwa sana kwa nchi ya Urusi.